قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضي لنا ما أشكال إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wote katika mwezi huu, mwezi mtukufu, kama Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe alivyosema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda, mpaka mwisho aya. Allah subhanahu wa ta'ala amesema linnasi ni mwongozo kwa watu, wa bayinati min alhuda, na ubainifu unatokana na uongofu. Kwa hiyo yote mwenye kufuata Qur'ani basi atakuwa katika uongofu, haijalishi Mkristo wala Muislamu. Suratul Qadr katika mji mtukufu wa Maka, wa ayatuha 5, na aya zake ni 5. Kwa hiyo wanazuoni wengi katika wafasiri wanasema imeteremka sura hii katika nchi ya Maka, na kuna maimamu wengine wasema imeteremka Madina, na hao ni wengi sana, lakini tuchukue maneno ya an Ibn Abbas wa Ibn Zubair, na Zubairi huyo maswahaba wakubwa, wa Aisha annaha nazalat bi Makkah. Bi Aisha anasema hii imeteremka katika nchi ya Maka. Kwa hiyo suratul Qadr imeteremka katika nchi ya Maka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumeteremsha Qur'ani katika usiku wa cheo. Wama adraka ma lailatul qadr, na kitu gani kitacho kujulisha wewe nini usiku wa cheo? Lailatul qadr, usiku wa cheo, khairun, ni mbora, min 1000 shahr, kuliko miezi 1000. Kwa nini kwa ni mbora? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, wanateremka ndani yake malaika na Jibril ndani yake, waruhu fiha biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao, min kulli amrin, kutokana na kwa kila jambo au kwa kila amri. Salamun hiya hatta, amani mpaka itapofika matla al-fajri, michomozo ya alfajiri. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa cheo. Imeanza kwa inna, watu wa lugha wanasema hapa kuna taukidi, yani hakika jambo ndio hivyo hivyo. Ikianza inna maana yake ni jambo la taukidi, na hii alosema anzalnahu dhamiri narudi katika Qur'an, katika Qur'an ilikuwa inna anzalna al-Qur'an fi lailatul qadr, hakika sisi tumeteremsha Qur'ani katika usiku wa cheo. Kwa hiyo hata kama hajatangulia ule utajo,
lakini anasema anzala jumla wahida, imeteremka hii jumla moja fi lailatul qadr, katika usiku wa cheo, ila samai dunia, mpaka katika wingu wa dunia. Hii Qur'an imeteremshwa mpaka katika wingu wa dunia, min lawhil mahfudh, kutoka katika lawhil mahfudh, ubao wenye kuhifadhi mambo. Ubao hapo kila mtu mambo yake hapo. Wakana yanzilu ala nabii, na ilikuwa inateremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na juama kidogo kidogo, ala hasbi alhaja, kwa kadri ya haja. Yani Qur'an ilikuwa inashuka kwa mujibu wa matukio. Kwa hiyo mtume anasema sallallahu alaihi wasallam ilishuka 23 sana, miaka 23, miaka 23 Qur'ani inakuja taratibu taratibu. Hapa kuna mafundisho kidogo. Tunaambia hata elimu mtu kusoma anakuwa anasoma sehemu nyingi. Elimu ukisikia mtu shekhe akaa miaka 10 sehemu, ukiacha uko alifabeti mwingine 15, mwingine miaka 6, lakini Mungu kamjalia akamfungua momo. Lakini ili mradi Qur'ani ichukue muda kusomeshwa mtoto na mtu katika kusoma elimu, inatakiwa jambo hili, sababu ni jambo kubwa. Na tukija katika aya hii inaanza nao fi lailatul qadr, wengine wanasema unzila alquran, imeteremshwa Qur'ani fi lailatul qadr, kawekwa fi baitul izza, katika baitul izza fi samai dunia, katika wingu wa dunia. Kisha akaanza Jibril akanashuka nayo bijawabil kalami, kwa jawabil kalami, baada ya waja wa amalihim, na matendo yao. Katika kauli nyingine, nasema inna anzalnahu, hakika sisi tumeteremsha Qur'ani fi lailatul mubaraka, katika usiku wa baraka. Usiku wa baraka katika sura Al-Dukhan, Mungu anasema tena inna anzalnahu, hakika sisi tumeteremsha Qur'ani fi lailatul mubaraka, katika usiku wa nini? Wa baraka. Hapa tunafundishwa jambo la pili, kuwa baraka zipo. Kwa mtume alikaa na watu maswahaba zake akawalizia, ukapata baraka. Mzazi ana baraka, walimu wana baraka. Kwa hiyo inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, hakika sisi tumeteremsha Qur'ani katika usiku wa baraka. Wa hiya lailatul qadr, na ni usiku wa nini? Usiku wa qadri, usiku wa cheo, usiku wa makadirio. Qadara yaqdiru, yaqdir qadran fa huwa qadirun. Wa fi ayati ukhra, na katika aya nyingine Mungu anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao umeteremshwa ndani yake Qur'ani. Kwa hiyo katika aya zote hizi tunaona kwa Qur'ani ina nafasi yake katika hizi aya tulizosoma hapa. Qala al-Mujahid, amesema Imam Mujahid, fi lailatul qadr lailatul hukm, lailatul qadr ni usiku wa hukumu. Yeye kapita hivyo. Wa lailatul qadr fi shahr Ramadhan, lailatul qadr inapatikana katika mwezi wa Ramadhani, au patikana katika miezi yote. Ndio akasema wama adraka ma lailatul qadr, kitu gani kitachokujulisha wewe nini lailatul qadr? Lailatul qadr ni lailatul hukm, ni usiku wa nini? Wa hukmu. Qila, pamesemwa sumiyat lailatul qadr, umeitwa lailatul qadr lianna Allah subhanahu, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu yukadiru fiha ma yasha, anakadiria anayotaka,
min amrihi, kutokana na amri yake, ila sanati alqabila, mpaka mwaka unaokuja. Mungu anakadiria mambo ya waja wote. Mungu anakadiria mambo ya waja wote. Wakila, na tumesemwa, innaha sumiyat bidhalika, hakika imeitwa hivyo, li'adhami qadrihi, kwa ukubwa wa cheo chake, wa sharafiha, na utukufu wake. Qala Zuhri, amesema Imam Zuhri. Imam Zuhri naye akasema sumiyat bidhalika, umeitwa hivyo lianna litaati fiha, sababu ndani yake kuna kutii, qadran, kicheo, adhima, na utukufu, yani kuna utukufu mkubwa, wa thawaban jazila, na thawabu nyingi, ndio maana kaitwa Lailatul Qadr. Waqala al-Khalil, amesema Imam Khalil, sumiyat Lailatul Qadr, umeitwa Lailatul Qadr lianna al-ardha, kwa sababu ardhi, tadhiqu fiha bil malaika, inabana kwa malaika. Malaika wanakuwa wengi sana katika usiku huo, sababu usiku unapoingia tu, ile jua linapozama, wale jamaa washafika mpaka alfajiri. Wakad ikhtalafa fi ta'yin Lailatul Qadr, hakika wametofautiana watu katika kuiainisha, kuiweka wazi Lailatul Qadr, ala akthar min 40 qawla, kauli nyingi zaidi ya kauli 40. Kila mtu anasema kapita katika mapito yake, lakini sisi tuichukue hii kauli ya mwanzo hii, sumiyat Lailatul Qadr lianna Allah subhanahu hukadiria fiha, ndani yake, mashaa anayotaka, min amrihi, kutokana na nini, na jambo lake, ila sanati alqabila, mpaka katika mwaka unaokuja. Maana yake ni mwaka bajeti. Kama bunge lilivyokuwa na bajeti, basi na Mungu naye ana bajeti zake. Kwa hiyo na sisi tulikuwa tujiandae mapema. Malaika wakishuka wakukute wewe umekaa katika nafasi yako, una mambo mengi, ndio wanakupa ile baraka yao. Wanakupa nini? Baraka. Lakini ukikuona tu hawakuelewi, huku upo na wao wanakupa mkate tu. Kiasi Sharifu. Wanakupa mkate, wanakuambia chukua mkate utakusaidia. Maana hapa kuna mawasiliano. Kuna mawasiliano kati ya sisi na wale jamaa. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, sisi ni wezenu katika maisha ya dunia, wal akhirah, na akhirah. Kwa hiyo wao wanapenda akija huku wakupe donge nono, lakini ndio hivyo. Wanaona mtu kumpa donge nono kutokana na moyo wake huyo, hawasaidii watu. Tampa milioni 50 huyo, milioni 100, atatoa kidogo tu. Tumia, lakini na wewe toa kidogo basi. So katika milioni 50 tu ndio unaenda kutoa 200,000 tu. Kumbe ilikuwa milioni 10 nzima imwage kwa watu. Na kuswali kwenyewe ataacha, yule leo yenyewe ataukimbia. Moyo. Ndio maana Mtume akasema kila kitu ni moyo, alqalbu. Wama adraka ma Lailatul Qadr, kitu gani kitachokujulisha nini Lailatul Qadr? Asema hadha istifham, hii ni istifham, tena tafkhimu nzito, lishania kutoka na jambo lake. Hapa Mungu alisema wama adraka ma Lailatul Qadr, alwanza inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wama adraka ma Lailatul Qadr, ni istifhamu hiyo. Nataka tujulishe jambo, yani kuna jambo hapo nataka tulijue, istifhamu. Kija istifhamu manake unastuliwa wewe. Fahamu wama adraka ma Lailatul Qadr.
Lailatul Qadr khairu min alf shahr. Lailatul Qadr ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Manake wakasema wanazuoni al-amal fihi, kufanya matendo ndani yake katika usiku huo ni alfi shahri, yani utapata thawabu za alfi shahri, miaka 1000. Kwa hiyo hakuna usiku wote wala Lailatul Qadr isipokuwa katika usiku wa Ramadhani. Na imetumika hapo wanasema sighatul mubalagha, kwa sababu Arabu jambo jingi wanapenda kusema wakatumia neno ulfa. Nasikia mtu maelfu kwa maelfu. Yule jamaa akapata hela maelfu kwa maelfu. Warabu wanapenda sana kutumia maneno haya ala tariki almubalagha, katika njia ya mubalagha, yani kitu kukufikisha juu zaidi biwajihi, katika wajihi wake. Umeelewa? Sasa mtume na yeye akatuonea huruma sisi umati wake, akatuonea huruma. Anasema inna nabii sallallahu alaihi wasallam, akika mtume sallallahu alaihi wasallam, raa amala ummatihi qasira, aliona matendo ya umati wake machache. Fakhafa, akaogopa, alla yablughu min amali mithla ma balagha ghayruhum fi tuli umri, wasije hawa wasifikie yale mambo kama walipofikia mambo wenzetu. Wenzetu walikuwa umri mwingi, sisi umri wetu mdogo. Kwa hiyo mtume ile hamu yake akaona atuombee kwa Mwenyezi Mungu, yani hata kama tutaishi umri mdogo, lakini tuwe kama tumefanya ibada ya miaka 1000. Akatuombea kwa Mwenyezi Mungu, basi Mungu ndo akampa, fa'atahu Allahu Lailatul Qadr, Mungu ndo akampa usiku wa nini, wa cheo. Waja'alaha khaira, kaufanya ni bora zaidi min alfi shahri lisaili umami, kutokana na umati zote, yani baki za umati zote. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim, wanateremka almalaika, malaika, waruhu fiha, na roho ndani yake, biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao. Hii wanasema lugha mustanifatu mubayyinatu liwajhi fadliha muwaddihatun lil'illati allati swara biha khairu min alf shahr. Yani maneno haya yenye kwanza upya, mustanifatun mubayyina, yenye kubainisha, liwajhi fadliha, kutokana na lile jambo la ubora wake. Ayani alivyoleta maneno haya, tanazzalul malaikatu, wanateremka malaika. Malaika wanakuwa wengi sana. Waruhu fiha, na roho ndani yake, biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao. Hapa watu wengine wapita roho ni viumbe vingine kama maruhania, kwa sababu Mungu kaumba binadamu na majini, alafu kuna malaika na maruhania. Wengine akasema mashehe walokufa wale nao wanakuja roho zao walopambana duniani, lakini kauli kubwa ndo roho hapa Jibril. Na kila mtu anatajwa kwa protocol ya kazi zake. Mtu unatajwa, kwa mfano tayari amepambana sana Sheikh Abdalla, ile protocol ya kazi yako uliyofanya sana, basi mtu utangazwa vile. Basi na hapa Jibril katajwa hapa, wametajwa malaika wengine hapa, katajwa na roho fiha, na roho ndani yake, kutokana na kazi yake. Mungu kampa kazi kubwa, kuwapelekea wahai mitume, si mchezo. Adamu yeye, malaika alimshukia Jibril, hajamshukia sana, anasema kama siku 12 nini, wanasema siku 12. Nuhu siku 50, umeona, Musa siku 400. Kila mtume alikuwa anashukiwa kwa idadi yake. Isa ngapi zilikuwa? Azidi kama 30, lakini Muhammad siku 26 na ukumbavu, na wasema na ushe Muhammad kashukua sana na Jibril.
Jibril alikuja sana kwa mtume mpaka maswahaba zake wote akawa anajua. Akifika pale anauliza nani mtu fulani leo mbona simuoni? Akaambia mimi nawajua wote hao. Kwa hiyo mtume akapata taabu, kafanya kazi. Kwa hiyo mtu anatajwa hapa tanazzalu malaikatu waruhu. Kwa hiyo kazi yako ndio itakutangaza. Ukithamini kazi yako basi, na kila mtu Mungu alipomweka katika mgongo huu. Mwingine kazi yake anakuwa anapita kwa alama. Takaa hapa miaka mitatu huyo yupo. Mwingine kaganda pale pale miaka 10. Mwingine kamaliza kote hapo hapo. Kila mtu Mungu alipomweka kutokana na hali yake. Lakini kubwa hapa maana tunaambiwa tufanye kazi. Wakuli amalu inni amilu, fanyeni kama mimi mwenye kufanya. Mambo atatupata, madalweshi tuna mambo mengi. Lazima uvumilie shehe. Fanya nyiradi nyingi. Kwa sababu hii kazi kubwa, kazi ya mitume. Aliposema biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao, bitanzili, kuteremka, wale malaika wanakuwa wanateremka. Biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao. Ai maana yake nini? Mutalbasina biidhni rabbihim, ni hali hali wanakuwa ni wenye kulinda, ni wenye kulinda kwa idhini nani? Ya Mola wao. Wanakaa pale kwa idhini ya Mola wao, malaika. Wa maana tanzilu, na maana tanzilu maana katahabutu, wanaporomoka mina samawati, katika nini? Kutoka katika mbingu la ardhi kuja katika ardhi. Wa roho, na roho wa Jibril, nani Jibril? Inda jamhuri al-mufassirin, mbele ya jamhuri ya nani? Wenye kufasiri mambo, yani wenye kufasiri Qur'ani. Wengi walipita hapa, Jibril anakuwa ni Jibril. Ai tanazzalu al-malaikatu wa ma'ahu Jibril, wanateremka malaika na pamoja naye nani? Jibril. Bil malaikati ta'dhima lahu, hali ya kunini? Ya kumwadhimisha yeye, wa tashrifa li sha'nihi, na ile kulipa tukufu jambo lake Sayyidina Jibril. Wengine akasema hii ni swinful, ni kundi mina malaikati, miongoni mwa malaika, hum ashrafu wao, na wanakuwa ni bora wao. Kuna malaika special wale walileta Qur'ani wale. Ukisoma kule katika tafsiri Nasaf utaona nguo zao zinakuwa za kijani wale malaika special walibeba Qur'ani wakaileta mpaka katika, wakisindikizwa na nani? Na Jibril. Aliwachukua wale akaja nao mpaka katika wingu wa kwanza, ikaekwa pale Qur'ani, imetoka kule katika Lauhul Mahfudh kama tulivyosema mwanzo. Salamun hiya, manake kunakuwa kuna salama tu, illa salamatu wa khairi kullaha, isipokuwa kuna salama na khairi kullaha yote, la sharra fi, hakuna shari ndani yake. Na wamesema wengine, waqila hiya dhatu salama, hiyo salama inatokana min ayyuthara fiha shaytan, hakuna kumwathiri shetani fil mu'min, kumwathiri nani? Muumini, wala mu'minati, wala Muislamu wa kike. Wale watu wote wanaondoka wabaya baya, wakishuka malaika, manake jeshi la Mungu hilo. Usiku ule wakishuka wale, hakuna kibwengo, hakuna nani, wote wanakimbizana. Wengine akasema tambwa anakuwa abweke. Wanaume washakuja, hamna hata punda kulia usiku huo. Akasema kuitafuta kwake ni usiku wa mwisho. Yaani manake yametulia mkazo masiku ya mwisho kuitafuta. Usiku wenyewe unakuwa unatulia, unakuwa la baridi wala hadha, hakuna baridi wala joto. Si mchezo. Mungu atujalie. Tupigane kweli.
wa hiya lailatu, anasema kala Mujahid, hiya lailatu salima, huo ni siku unakuwa salama la yastatiwa shetani, aweze shetani yaamala fiha su'a, kufanya jambo la jambo baya, wala adha wala maudhi. Qala Shabi, amesema Shabi, wa huwa taslimu almalaika, nako ni kwa kujisalimisha malaika ala ahli almasajidi, katika watu wa nini, wa misikiti. Yani wanakuja katika misikiti, wanakuja kutembelea misikiti tu, aje kwa kutembea wale wanakuja katika jambo maalum. Min hina taghibu shamsi, tokea kuzama kwa jua, ila ayatul alfajr, mpaka kuchomoza nini, alfajr. Yamuruna, wanapita, ala kulli mu'min, kwa kila mu'min. Umeelewa hapo? Ndio nikasema mwanzo inabidi tujitengeneze. Wanapita kwa kila mu'min, sio kila muislamu, kila muumini. Wakishapita wale sasa, wayakuluna, wanasema asalamu alayka ayuha almu'minun, amani iwe juu yenu enyi waumini, wanatusalimia. Waqila yani salamu almalaikatu ba'dhum ala ba'd, wanatoa salamu malaika kwa kuwasalimia malaika wazao. Umeelewa? Qala Ata, wamesema mawatoa yuridu salama ala awliya Allah, hapa wanakusudia salama ala awliya Allah, wale mawali wa Mwenyezi Mungu ndio wanapewa zile salamu. Lakini Qur'ani kumesemaje? Tanazzalu malaikatu ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla' al-fajr, kwa sababu ni umati wetu, umati Muhammad, basi na sisi tutapata hizo kujibidisha tu katika kumtii Mwenyezi Mungu, kwa sababu anasema mshairi mmoja, wa malailul matwari bitamanni walakin tukhadhu dunya ghilaba, haijakuwa dunia tukakutamani tukasema mimi natamani tu. Dunia inachukuliwa kwa nini? Kwa kushindana, kwa kushinda. Walakin tukhadhu dunya ghilaba, taka elimu unasoma, mtu usome, utaka pesa, Senali anasema manali mamakana ufakad naja, atib akhaka bi ihsani lahi, mlaumu ndugu yako kwa kumfanyia ihsani. Mtu kwa kufanya ubaya anafanya ihsani. Wadu sharrahu, rejesha shari yake bi an'ami alayhi, kwa kumneemesha. Wewe neemesha, ndio Uislamu. Kwa hivyo atib akhaka bi ihsani ilayhi wadu sharrahu bi an'ami alayhi. Tumemaliza hii sura kidogo. Salamun, tunafupisha kutoka na muda. Salamun, amani, aliposema salamu, qala fi tilka laila, katika usiku tasfadu middatu shayatin, wanazuiliwa wenye kibri katika shetani, wanazuiliwa. Aliposema salamu pale, watughillu ifritul jinni, na utua pingu maifriti wale wa jinni, wanatua pingu katika usiku huo, wakija wale jamaa. Umeelewa? Wataftahu fiha abwaba samai kullaha, na ufunguliwa milango ya pepo. Umeelewa? Kwa sababu hapa sikuna asili ya ugomvi. Malaika wanakuja kutetea sisi, wanakuja kutupa baraka, kwa sababu shetani si ndio mbaya wetu, lakini watu wengi hawajui. Sasa wale wakishuka wanajua nani hawa watu, hawapo vizuri. Maifiritu watu wanapigwa pingwa. Nasema tukiwaachia hawa watawaharibu hawa. Umeelewa? Utamkuta mtu kaka msikitini anataka atoke nje. Shetani anakuchezea. Wao kazi yao kuharibu tu. Sababu sio wamechukua ahadi kule. Sasa nitawakalia akudanna lahum, tutawakalia mbele yao. So kwa mbele yako maana anakupotezea, anaharibu mfumo. Wewe shekhe, ukijiona mpaka leo umekaa katika ushehe, unajua una nguvu shekhe. Mimi na miaka mingapi? 13, lakini mpaka leo naomba niache kazi. Ndio nabaki tu. 13 15. Nilipofika miaka 10, nilipotoka pale nimesomesha pale Magomeni miaka 10. Nikaambia masomo yangu mimi naacha kwanza leo. Nenda kufundisha mbele huko. Kaingia Mbagala pale, nikafanya vurugu miaka 3 pale. Nikatoa watu pale, nikupata wengine wafungua madrasa zao. Wakati niko Mbagala nikaenda na Vikindu nikatoa watu, kuna mashehe pale wapo kama 3 madrasa yao. Kasomesha mwaka mmoja miezi 4.
na washajua kuhutubia sasa hivi na wao mashehe. Haya, umeona, peleka mbio mbio ndio kuja kudondokea huko. Umeelewa? Huko nimeingia tu, sijajua kama kuja kutembea tu fungo 6 wewe na katika maulidi ya mtume ndio anasema nitakufungua huko wewe tena rudi huko. Safari yangu mimi ilikuwa na mambo mengi mpaka nimempigia mtu bwana, mimi sielewi sababu nilipopata ile mambo unajua tena kutengana na mtu si mchezo, ukana miaka 10 sasa kiwewe kile wala kaniambia hata kama una kiwewe sisi unafuta kutofanya kazi yetu kiwewe chako mwenyewe mimi siku Alhamisi nampigia mtu simu amadilika, anambia bwana mjomba, mimi nataka sielewi hapa niende wapi, nije Mafia, niende Unguja, niende Dodoma, kwa sababu kuna mtu mmoja alikuwa ananiita. Kuna mshehe mmoja aliniona siku moja tu bwana, nilienda kumtembelea ndugu yetu mmoja, akamuoa dada mmoja. Huyo dada alomuoa yeye, huyo jamaa ana asili ya usharifu, shehe mkubwa, kina Muhammad Bidhi ndio wenzake hao, na yeye ana madrasa kubwa. Siku akaniona yule shehe, tuongeongea pale, basi kanipenda yule mzee, ananiambia bwana njoo Dodoma shehe, tutakaa wote huko. Ndio tukaambia nitafute tafsiri, nimetafuta Fathul Qadir. Sasa nunua tafsiri ya Fathul Qadir. Mzee mwenyewe mkubwa na mambo mengi. Umeona? Ana madrasa kubwa, lakini kama kule kutokana na ndio tunaosema kasomesha sana, lakini kaondoka sasa yuko wapi? Dodoma, anatoa watu. Sasa nafikiria niende Dodoma, niende Unguja nikakae miaka mwezi miwili nikatuliza akili, au niende wapi? Yule jamaa akasema njoo huku bwana, njoo kwenu. Njoo kwenu kwanza, alafu kutoka huku ndio utajua unapoenda wewe. Ukaenda wapi? Ukaenda Marekani, wewe utajua mwenyewe. Kwa hiyo na kabla sijafika huko nikapata kazi. Kuna mtu mmoja anasema njoo kufanya kazi Baresa huko, una 400 kwa mwezi. Nikajikuta nimemjibu tu, bwana mimi sifanyi kazi yote, kazi yangu hii udaruweshi. Yaani inaonekana atamkishwa tu. Bwana asifanyi kazi yote. Wakati huo kama hapo ndio kama ile ndio nao labda 5000 2000. Jeuri nyingi. Lakini kila mtu na kazi yake. Hapo nishapewa vyumba sehemu. Bwana sasa kaa hapa, somesha hapa. Ile sehemu kile nikiangalia moyo unakataa. Sababu wewe unasomesha hapa nyuma kuna chuo. Akasema hapa sasa mimi kama ni bana, niko kusomesha sehemu kujibana siwezi. Na msingi hapa mimi nitaweka darasa siku hizi siku 3 tu. Kama asubuhi, mchana, jioni darasa la kina mama. Jioni nafanya mambo yangu mjini na Magomeni. Ndio nilipanga hivyo. Lakini kusubiri kwanza niende Mafia, nikirudi nitakuja kuweka style hiyo. Hapa wanasoma watu wazima tu. Wewe mpange wenyewe kama asubuhi, Jumaa, Jumamosi, Jumapili, siku 3. Au kama usiku, mimi nirudi mapema tusome magharibi. Mimi narudi mjini. Kama mzee. Akaambia wewe urudi mjini, urudi wapi? Wewe tunakupeleka mbele huko. Kuna sehemu tushakuwekea huko. Ndio utaenda. Lakini na mwenyewe ndio ujikaze. Maana wale wanakushikilia na mwenyewe ujishikilie. Ufanye kazi kwa mpaka mtoe mtu kama miaka 4 mingapi. Baada hapo ndio tukuachie uondoke. Lakini tunakupeleka sisi, ndio tunakuendesha wewe. Wewe ujiendeshe bwana. Kadinala takaluba wajhika bisamaa kule katika sira. Mtume alikuwa anapata tabu kuangalia uso wake. Mungu akamwambia basi fawil wajhaka shatra al-masjid haram. Angalia huko Masjid Haram. Kwa hiyo kuna vita vya shayari kubwa. Ndio maana nikakwambia pale yale mambo alikuwa ananiambia, nikakwambia mambo mashetani tu. Wewe fanya ndio nyingi tu. Sababu mtu akisema na mtu anataka atulie sehemu, mashetani wanakupiga. Utoke pale. Sasa naye kama ndio una macho, kaa kidogo mpaka watu watoe kidogo ndio ukimbie. Kino usiachie hivi sehemu mpaka unahakikisha umemweka mtu alafu nenda unatoka. Kazi kubwa shefe. Ndio hao. Wanafungwa tasfadu mirdatu shayatin wa tudhillu afritul jinni wa taftahu fiha abwaba samai kulla, inafunguliwa milango ya pepo yote. Wa yakbalu Allahu fiha, na nakubali Mwenyezi Mungu fiha katika usiku huo tauba nini? Toba likuli taibi, kwa kila mwenye
kutubia usiku huo. Mungu akikujalia umepata bahati. Kwa hiyo kwanza leo hamna kulala. Mtu kiamka tu usiku ule unafanya nini zako. Na tarawih tusikose tu. Hata kama mtu kuja kupata 10, wewe kimbia msikitini hivyo. Hata kwa wanasema hata kwa nini? Kwa kutambaa. Uje kupata hata 8 kuliko kaja kuacha kabisa. Maana jamaa wanashuka mapema, wanakuja mapema. Kwa hiyo wakikija pale kukuta msikitini tarawih, dogo afadhali umeswali na witri, hata kama usiku umepitiwa umepiga mpunga umelala. Lakini wale mshamalizana huko. Tarawih mshamalizana huko. Lakini tarawih hakuoni huko hakuoni. Na hapa tumesema wao wanakuja msikitini. Unaona kazi wanateremka msikitini. Na wale wacha Mungu zaidi wanakuwa wanaonyeshwa mpaka ile siku. Ukiwa na mcha Mungu sana ile siku inaonyeshwa, mawasiliano unayapata na fungu lako unaliona lote. Kama mwaka huu nitamshahara nitapewa gari. Lakini utembee mwendo huo si mchezo. Upige vitu kweli. Maana kabla hajashuka wewe ushapata zile nini wanaita? Watawala tubushara hawatif. Zishakutembelea zile kwa safari hii bwana mimi kuna fungu hapa naliona linaingia milioni 50. Na gari hapa nitaletewa. Umeelewa? Sababu tunakuwa nakuja mtu namfanyia kitu kidogo basi. Na shekhe unataka nini? Wala kufungua si mchezo. Kwa hiyo salamu ni hata matula al-fajr. Qala, amesema huyu shekhe, wadhālika min ghurubi shamsi, toka kuzama kwa jua, ila yatula al-fajr, mpaka kuchomoza kwa al-fajr. Kwa hadithi zipo zilizobainisha Lailatul Qadr nyingi mambo yake katika ile ukunjufu uliokuwa mzuri. Zipo hadithi ukienda ukiziangalia utaziona katika kuainisha kwake. Umeelewa? Na katika khilafu zake zipo. Kwa hiyo kwa leo tutaishi hapa, inatosha. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.